Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Mgogoro wa Hormuz wafikia hatua muhimu huku China ikisisitiza mazungumzo ya amani. Zaidi ya wanunuzi 70,000 kutoka nje ya nchi wamehudhuria siku ya ufunguzi wa maonyesho ya Canton. Na roboti za kibinadamu kushiriki nusu marathon mjini Beijing, China. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Na mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa Bwana Fu Kong ameonya kuwa mgogoro katika mlango wa Strait of Hormuz umefikia hatua muhimu, akitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuweka kipaumbele katika kupunguza mvutano badala ya kuhalalisha matumizi ya nguvu yasiyoidhinishwa. Nilifuatilia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Mlango huo muhimu hupitisha karibu 20% ya mafuta yote duniani. Hivyo mvutano wowote huathiri moja kwa moja uchumi wa dunia. Hali ilizidi kuwa mbaya mwishoni mwa Februari baada ya Israeli na Marekani kufanya mashambulizi ya pamoja dhidi ya Tehran na maeneo mengine ya Iran. Iran ilijibu kwa mashambulizi ya makombora na droni dhidi ya malengo ya Israeli na Marekani, huku ikizuia baadhi ya meli kupita katika mlango huo. Hatua hiyo imeongeza bei ya nishati duniani na kuongeza presha ya mfumuko wa bei. Katika kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Fu Kong alieleza kuwa ingawa wanaelewa wasiwasi wa nchi za Ghuba, hatua yoyote lazima ilenge kupunguza mvutano, si kuchochea vita zaidi. Aidha, China ilikosoa ongezeko la uwepo wa kijeshi wa Marekani na hatua za kuzuia usafiri wa majini, ikizitaja kuwa hatari. Wakati huo ilitaka Iran kurejesha haraka uhuru wa usafiri katika mlango huo. China imeunga mkono juhudi za kusitisha mapigano na kusisitiza kuwa suluhisho la kudumu linahitaji mazungumzo ya kisiasa na kidiplomasia. Hali ya sasa imefikia hatua muhimu sana kati ya vita na amani. Fursa ya kufikia amani inaanza kujitokeza. Kipaumbele kikubwa kwa sasa ni kufanya kila juhudi kuzuia kurejea kwa mapigano pamoja na kulinda makubaliano ya kusitisha vita ambayo yamepatikana kwa shida na kuendeleza kasi ya mazungumzo. Hatua hii inaendana na maslahi ya msingi ya watu eneo husika na pia ndiyo matarajio ya pamoja ya jumuiya ya kimataifa. Maonyesho ya biashara ya Canton yanaendelea kuonyesha nafasi ya China kama kitovu cha biashara ya kimataifa na ubunifu wa kiteknolojia. Zaidi ya wanunuzi 70,000 kutoka nje ya nchi wamehudhuria siku ya ufunguzi, wakivutiwa na idadi kubwa ya bidhaa na teknolojia za kisasa zinazoonyeshwa. Toleo la hivi karibuni la maonyesho haya ya kibiashara yanayofanyika mara 2 kwa mwaka limevutia idadi ya rekodi ya zaidi ya makampuni 32,000 yanayoshiriki, ikiwa ni pamoja na karibu 4,000 yanayoshiriki kwa mara ya kwanza, pamoja na zaidi ya maonyesho milioni 4.65 yaliyowasilishwa. Idadi kubwa ya mafanikio ya kiteknolojia ya kisasa na bidhaa zenye thamani ya juu zinaonyeshwa, zikionyesha kasi kubwa ya mabadiliko ya sekta ya uzalishaji ya China kuelekea maendeleo ya hali ya juu, ya kisasa na rafiki kwa mazingira, huku bidhaa hizi zikivutia wanunuzi kutoka duniani kote. And it's very impressive how China is getting so quick this new technology in this environment. It's growing so fast. I hope it's foreign to come here and see all these goods you guys are developing and bring to their countries. Katika jitihada za kuangazia maendeleo mapya na kuboresha ufanisi wa ulinganishaji wa biashara pamoja na kupanua njia za ushirikiano, toleo hili pia litakuwa na zaidi ya matukio 600 ya uzinduzi wa bidhaa mpya, mijadala 9 ya mada maalum na matukio 15 ya kuunganisha wanunuzi na wasambazaji, likijenga jukwaa muhimu la mawasiliano yenye ufanisi na muunganiko sahihi kati ya makampuni ya ndani na yale ya kimataifa.
Maonyesho ya Canton yalianzishwa mwaka 1957 na hufanyika mara 2 kwa mwaka mjini Guangzhou. Ni moja ya maonyesho ya kimataifa ya biashara yenye historia ndefu zaidi nchini China na yamekuwa yakitambuliwa kama kipimo muhimu cha hali ya biashara ya nje ya China. Mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya kimataifa na ushirikiano ya shirika la utalii duniani la Umoja wa Mataifa anasema mafanikio ya China katika kukuza utalii wa vijijini kama chanzo cha mapato yanaweza kuwa mfano mzuri kwa nchi nyingine zinazoendelea. Amesema sekta hiyo imechangia kubadilisha maisha ya watu wengi vijijini na kukuza uchumi wa ndani. Tom Wanjala ana mengi zaidi. Jaime Mayaki amesema haya kabla ya mkutano wa 3 wa ngazi ya juu wa jukwaa la hatua za kimataifa kwa maendeleo ya pamoja unaotarajiwa kufanyika Beijing kuanzia Aprili 21 hadi 22 mwaka huu. Mkutano huo unatarajiwa kujikita katika kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika sekta mpya zinazoibuka. Jukwaa hilo pia linafanyika miaka 5 tangu kuzinduliwa kwa mpango wa maendeleo ya kimataifa yani GDI uliopendekezwa na China, ambao sasa unahusisha zaidi ya nchi na mashirika 130 ukiwa na miradi inayogusa kupunguza umaskini, maendeleo ya kidijitali na hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mayaki alisifu umuhimu wa GDI kama mfumo muhimu unaolenga maendeleo yanayomweka mwananchi katikati, akisema kwamba unaendana na nafasi ya utalii katika kukuza uchumi na ustawi wa watu. What the Global Development Initiative is doing is clearly in line with what tourism brings to the development of countries' economies, but also to the well-being of people. It puts development as a priority, also puts an emphasis on a people-centered approach and also a result-action approach. And I think tourism fits quite well. Akibainisha kuwa zaidi ya wasafiri bilioni 1.5 walirekodiwa duniani mwaka uliopita, Mayaki alisisitiza nguvu na ushawishi wa sekta ya utalii kimataifa, hasa jinsi inavyohusiana na sekta muhimu kama miundombinu, usafiri na ulinzi wa mazingira. Vilevile alisifu mafanikio makubwa ya China katika kutumia utalii kama sehemu ya mpango mpana wa kufufua maendeleo ya vijijini, akisema uzoefu huo unaweza kutoa maarifa muhimu kwa nchi nyingine zinazoendelea. Last year in 2025 we recorded 1.52 billion tourists traveling around the world. Tourism is a key sector that touches multitude of sectors around the world. It linkages with infrastructure, with transport, with biodiversity conservation, with environmental protection. China is a leading example in terms of how tourism has been used to develop rural areas, rural communities, and I think all this knowledge will be important for developing countries in the let's say the development of the tourism sector. Mamlaka ya mkoa wa Jiangxi nchini China zinatumia mapato ya utalii kuimarisha uhifadhi wa ndege na kukuza uchumi wa ndege wanaohama. Kadri idadi ya ndege na watalii inavyoongezeka, hatua kama doria za kila siku na ukusanyaji wa takwimu zinaimarisha ulinzi wa makazi yao. Mamlaka za mitaa katika mkoa wa Jiangxi mashariki mwa China zinatumia mapato yanayoongezeka kutoka utalii ili kuimarisha juhudi za kulinda ndege na kugeuza kile kinachoitwa uchumi wa ndege wanaohama kwa mfano endelevu unaolenga hifadhi ya mazingira. Kadri idadi ya ndege wanaohama inavyoendelea kuongezeka kote katika mkoa huo, utalii wa kuangalia ndege pia unazidi kupata umaarufu. Tangu mwanzoni mwa majira ya mchipuko mwaka huu, wageni wamekuwa wakimiminika katika kijiji cha kale cha Liukeng kilichopo katika mji mdogo wa Liukeng, kaunti ya Lian, ili kujionea historia ya kijiji hicho, kutazama ndege wanaohama na kufurahia vyakula vya kienyeji kama sehemu ya uzoefu wao wa usafiri. In the past, it was almost impossible for a small township like ours to support such patrol teams because we need to provide working allowances to the professionals, though the program is a voluntary one due to our limited funding. But as more birds arrive, which attracts more tourists, our tourism tax revenue has increased.
Now we can use the income brought by birdwatching tourism to provide professional protection, which helps ensure long-term development of the migratory bird economy. Ili kuboresha huduma ya kuangalia ndege huku wakilinda makazi yao, timu za doria za ndege za eneo hilo hufanya ukaguzi wa kila siku katika maeneo muhimu ambako ndege hao hukusanyika. Wakati wa doria, maafisa wanakusanya takwimu kuhusu wanyamapori wa eneo hilo, hasa makazi ya ndege, vyanzo vya chakula na hali ya mazingira, na kuwasilisha taarifa hizo kwa mamlaka ya misitu ili kusaidia hatua za uhifadhi. This insurance program gives residents peace of mind, allowing us to truly achieve development through protection and consolidate protection through development. Teknolojia ya roboti inaendelea kupiga hatua kubwa duniani huku mashindano yakitumika kuonyesha ubunifu na uwezo wa kisasa. Nchini China, kampuni ya Honor inaleta roboti wake wa kibinadamu kushiriki katika nusu marathon ya kipekee mjini Beijing, ikionyesha maendeleo katika akili bandia na uhandisi wa hali ya juu. Mashindano haya yanayoandaliwa kwa pamoja na serikali ya manispaa ya Beijing pamoja na China Media Group yanatarajiwa kufanyika tarehe 19 mwezi Aprili. Roboti Lighting imeunganishwa na mafanikio ya hivi karibuni ya Honor katika utengenezaji wa akili bandia na roboti zenye uwezo wa kufanya kazi kama binadamu. Ina uwezo wa hali ya juu wa kudhibiti mwendo, kutambua mazingira kwa wakati halisi pamoja na kufanya maamuzi kwa kujitegemea. Ili sharti la kuwa na kasi kubwa ya hatua ni kuwa na nguvu ya kutosha ya kusukuma miguu. Hivyo basi, nguvu ya kusukuma pamoja na kasi ya mzunguko ni muhimu sana. Kifaa chetu kina uwezo wa kutoa nguvu kubwa sana inayofanana na ile ya injini ya gari lenye nguvu kubwa. Mashindano haya yatafanyika katika wilaya ya Jinjuang, Beijing, yakifunika umbali wa kilomita 21. Zaidi ya timu 100 tayari zimejiandikisha kushiriki katika tukio hilo la mwaka huu. Kwa upande mwingine, roboti Energetic Boy haina kasi kama Lighting, lakini imejipanga kushindania tuzo ya mwendo mzuri zaidi kwa kutumia mikono yake yenye unyumbufu na uwezo wa kucheza moonwalk kwa ustadi. Rais wa kitengo cha ubunifu wa biashara mpya wa Honor amesema roboti hizi zinaweza kutumika katika sekta mbalimbali siku za usoni. Siku zijazo, roboti zetu zinaweza kutumika kama waongoza watalii, wasaidizi wa ununuzi na hata kazi za nyumbani. Maendeleo ya sekta ya roboti yanahitaji miaka 3 hadi 5 au hata miaka 5 hadi 10. Cha muhimu zaidi ni kujenga uwezo wa teknolojia. Tukifanikiwa kuunganisha roboti na bidhaa nyingine kwa urahisi, uzoefu wa wale wanaozitumia utaimarika kwa kiwango kipya kabisa. Mashini za teknolojia ya kisasa zimeongeza uzalishaji wa kilimo nchini China na kuhakikisha mavuno makubwa. Katika mkoa wa Heilongjiang, wafanyikazi wa kampuni ya utengenezaji wa trekta ya Jinchi wanazalisha trekta kwa ajili ya kusambazwa katika maeneo mbalimbali. Zakia Pong anatueleza mengi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Pong. Matumizi ya sayansi na teknolojia yanayohusisha vifaa vya anga ya juu na mbinu za kuhifadhi nishati vimesaidia kuboresha miundombinu ya michezo ya majira ya baridi na hivyo kuhimiza ukuaji wa uchumi wa barafu na theluji nchini China. Katika wilaya ya Xuanhua ya Zhangjiakou, mji mshiriki wa michezo ya majira ya baridi ya Beijing mwaka 2022 uliopo mkoani Hebei, kaskazini mwa China, bustani ya vituo vya michezo ya barafu na theluji inatengeneza mashine za kutengeneza theluji zenye karibu nusu ya maeneo ya michezo ya kuteleza nchini China, ikiwa ni pamoja na toleo la mfumo wa kiotomatiki kabisa wenye matumizi ya chini ya nishati. Kampuni ya Lidekis Zhangjiakou ya kutengeneza vifaa vya michezo ya theluji na barafu imeunda aina maalum ya ubao mwepesi sana wa kuteleza. Aina sawa na ubao huo kwa kawaida zina uzito wa kilo
2.5, lakini za kampuni hiyo zina uzito wa kilo 1.8 tu. Katika mji wa Harbin, mkoani Heilongjiang, kiwanda kina tawi lenye uwezo kamili wa kutengeneza miwani mpya ya mchezo wa kuteleza yenye uwezo wa kubadilika rangi yenyewe. Kwa mujibu wa meneja mkuu wa kampuni ya Harbin Fanchi, Bwana Lina, kama ilivyo mboni ya jicho la binadamu, lensi za miwani ya mchezo wa kuteleza zinaweza kuendana na mabadiliko ya mazingira ndani ya sehemu ya pili na kurekebisha kiwango cha mwangaza. China imeunda mfumo wa kutengeneza bidhaa za vifaa vya barafu na theluji unaogusa makundi 15 makuu. Katika miaka ya hivi karibuni, uchumi wa barafu na theluji umekuwa ni inji mpya ya ukuaji wa ubora wa juu, hasa tangu mchezo wa Olimpiki ya majira ya baridi ya Beijing mwaka 2022 ilipoamsha shauku ya taifa kwa michezo ya baridi. Serikali ya China imeweka lengo la uchumi wa barafu na theluji kufikia yuan trilioni 1.5 ifikapo mwaka 2030. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Haya, mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia kabisa. Karibu basi kwa pamoja tuweze kujifunza lugha ya Kichina. 第4课，我家有4口人。 Mambo, karibu katika daraja la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. Keki ya msamiati. Dubu mdogo anataka kupika keki ya safu 6 ya siku ya kuzaliwa ya rafiki yake. Lakini keki ni ngumu sana kupika. Tafadhali msaidie. Unaposoma msamiati kwa usahihi, safu 1 itaongezwa. Tafadhali soma. 家有口几个和没 你家有几口人？4口人，爸爸妈妈 哥哥和我。你家有几口人？4口人，爸爸妈妈哥哥和我。他家有几口人？4口人，爸爸妈妈哥哥和他。你家有几口人？4口人，爸爸妈妈哥哥和我。
你有姐姐吗？没有，我有一个妹妹。你有姐姐吗？没有，我有一个妹妹。她有姐姐吗？没有，她有一个妹妹。你有姐姐吗？没有，我有一个妹妹。 Sasa tumemaliza majaribio yetu. Hebu tutazame video hii kuhusu hadithi, kisha tujibu maswali. 我的家，我家有3口人，爸爸、妈妈和我。我爱爸爸妈妈，爸爸妈妈也爱我。我有一只小狗和一只小猫。小狗叫豆豆，小猫叫多多。豆豆爱多多，多多也爱豆豆。我的家，我家有3口人，爸爸、妈妈和我。他家有几口人？他家有3口人，爸爸妈妈和他。我爱爸爸妈妈，爸爸妈妈也爱我。他爱谁？他爱爸爸妈妈。我有一只小狗和一只小猫，小狗叫豆豆，小猫叫多多。他有什么？他有一只小狗和一只小猫。小狗叫什么名字？小狗叫豆豆。小猫叫什么名字？小猫叫多多。豆豆爱多多，多多也爱豆豆。谁爱多多？豆豆爱多多。 Familia yangu. Tafadhali chora picha ya familia yako na itambulishe familia yako kwa wanafunzi wenzako. Kazi ya kufanya nyumbani leo ni kusoma andiko. Kesho tutaendelea kucheza mchezo huu. 再见. Kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Jacob Mogoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.